Tuombe. Fumba macho tuombe. Mtakatifu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru. Tunakualika na kuikabidhi ibada hii mikononi mwako kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Fungu kuu linatoka katika kitabu cha Luka 21 mstari wa 28. Nayo nasema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkavinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Amina. Tusimame na wimbo namba 4. Yesu
Tusimame tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Mungu shujaa mbinguni, asante kwa masaa umetuleta katika ibada. Naomba utupe usikivu na uelevu. Mungu, naomba katika jina la Bwana Yesu Kristo, amina. Kipindi kinachofuata ni kipindi cha utambulisho. Aliyetuletea fungu kuu anaitwa Ibrahim Chacha. Atakayetuletea zaka na sadaka anaitwa Najenjwa Makarius. Mhubiri wetu wa siku ya leo anaitwa Mwalimu Rogers. Na mimi kama mwenyekiti naitwa Milka Edwin. Amina. Tunamkaribisha aliyejiandaa na zaka na sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Fungu latoka Malaki 3 mstari wa 10. Nayo nasema, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbingu na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha, au la. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu wetu wa mbinguni, tunasema asante umetulinda hadi masaa haya, na wengine hapo karibia njiani ukawafikishe kanisani. Tusamehe dhambi zetu tulizozitenda. Naomba tunapoendelea na fungu ukatubariki, tuwe kichwa na tuwe tunaelewa kwenye ibada. Katika jina la Yesu tunashukuru, amen. Ukarimu kwa Mungu tungali watoto.
Tusimame kwa ajili ya kuimba wimbo mkuu. Makambi ya watoto mtaa wa Mbezi 2026. Kambi la watoto mtaa wa Mbezi 2026. Utakwenda ukiwa umekaa kweli. Tuone. Kambi la watoto mtaa wa Mbezi 2026. Jipe amina. Ni wakaribisheni wote katika ibada ya leo katika kambi letu zuri, ikiwa ni siku ya 4. Siku ya ngapi? Ya 4. Ikiwa wewe ni mgeni ambaye ni mara yako ya kwanza unakuja leo, tunakukaribisha sana. Mkononi nimeshika zawadi. Nimeshika nini? Zawadi. Sasa tuna mafungu. Ili tusome mafungu lazima tuwe na Biblia, si ndio? Shika Biblia yako. Zawadi zipo. Lakini nimefurahi kuona marafiki zangu wamevaa nguo ya chui. Punga mkono. Chui mpauko. Karibuni sana bwana. Ndio kambi letu la Mbezi, kambi la watoto zuri. Na mimi ninayezungumza nanyi ni mtoto mwenzao. Amina. Jana tulikuwa na somo zuri, lilikuwa linalosema wote kwa pamoja. Wajasikia wageni. Inasemaje? Ilikuwa inasema nyumba nzuri imejengwa wapi? Mbinguni. Najua nyumbani kwenu kuna nyumba ni nzuri, ina bati la msauzi, sawa.
ina milango ya aluminium, ndio. Madirisha ya vioo, sawa. Na ina geti na fensi yenye rangi, sawa, si ndio? Na juu ikawekwa uzio wa fensi ya umeme, si ndio? Ili mwizi asiingie, si ndio? Lakini ukiona haitoshi, mkaweka na kamera ili mtu akipita, mwizi akitaka kuiba mnamwona, si ndio? Lakini nyumbani kwetu mbinguni kuna makao mazuri ambayo yanaandaliwa kwa ajili yetu sisi, yaani sisi watoto wa Mbezi, pamoja na wazazi wetu na rafiki zetu na majamaa zetu mbinguni. Na tutakwenda tukimsubiri Yesu ili ajapo atuchukue. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tuna fungu letu kuu, fungu letu la makambi. Linatoka kitabu gani? Sawa, Luka 21 na ule mstari wa ngapi? Wa 8. Amina. Fundi mitambo, siku ya leo, siku gani ya leo? Tunda kuangalia kitu kimoja. Je, unazijua dalili? Unazijua dalili? Nani kasha kuona dalili ya kitu chochote? Kuna dalili ya nini? Dalili ya mvua. Dalili ya mvua ni nini? Mawingu, si ndio? Yeye aliona dalili ya mvua, aliona mawingu, akajua kabisa hapa ni mvua inafanyaje, inataka kunyesha. Dalili nyingine ambayo wewe ushakuiona ni nini? Dalili ya magonjwa. Kumbe hadi magonjwa yana dalili, si ndio? Unanyong'onyea, unakuwa moto, unachemka, si ndio? Hiyo ni dalili ya nini? Ya ugonjwa, si ndio? Leo tutaenda kuangalia dalili. Tutaangalia nini? Dalili. Fundi, tuambie dalili ya kwanza ni nini? Sikiliza. Tunapoona mawingu mazito meusi yametanda wapi? Angani, tunajua mvua inataka kufanyaje? Kunyesha. Ile juzi niliwaambia kisa cha nani? Cha Nuhu, si ndio? Alitengeneza safina, na baada ya safina kukamilika akaingiza wanyama, si ndio? Pamoja na familia yake. Baadaye wakaona dalili ya mawingu mazito, ishara ya nini? Ya mvua. Kwa dalili ya kwanza tunaiona hapa ni mawingu mazito, si ndio? Tuna mawingu na kwa mbali tunaona vitone vya mvua, si ndio? Tunasema manyunyu. Na chini kwa mbali tunaona chini ya mti pale unaona mtoto amejikinga. Na kisha kujikinga hapa. Safi. Anajikinga asinyeshewe, si ndio? Tuambie dalili nyingine ni shuleni, si ndio? Ukisikia kengele unajua dalili ya nini? Ile kengele ya saa 4 ni dalili ya nini? Mapumziko. Kipindi cha nini? Cha mapumziko. Na ikifika saa 8 saa 9 hivi ni dalili ya kwenda wapi? Nyumbani, si ndio? Hizi ni dalili za kuonyesha kitu fulani kinakaribia. Kinafanyaje? Kinakaribia. Nani shuleni kwako kuna kengele? Wewe shuleni kuna kengele? Dalili nyingine mwalimu, tuambie, tuonyeshe dalili ya harufu nzuri. Harufu nzuri. Ukisikia harufu nzuri ya chakula, unajua chakula kimeiva, si ndio? Mama anapika ubweche. Unajua ubweche? Pilau. Anapika pilau. Pilau sinanukia, inanukia, inakuwa na harufu nzuri. Anasema yes, pilau imeiva. Siku ya sikukuu hiyo. Siku gani hiyo? Sikukuu, si ndio? Ukisikia harufu ya paja la kuku, nyama ya kuku, chakula kimefanyaje? Kimeiva, kinanukia. Kinafanyaje? Kinanukia. Hizi ni dalili za kuonyesha kitu fulani. Kuonyesha kitu
fulani. Hata mimi nishawahi kuona dalili. Sikiliza, dalili za kufeli usiposoma. Yaani wewe kama usomi, kuna dalili za kufeli. Lakini yule anapenda kusoma, anasoma, anapenda kusoma shuleni, anasoma, anajituma kusoma, kuna anaonyesha dalili za fanyaje, za kufaulu. Hizi ni dalili. Mwalimu, tuambie, tuonyeshe huku. Tuambie, tuonyeshe. Sikiliza. Somo la leo linasemaje? Somo la leo linasema dalili. Sema dalili. Dalili zinaonyesha Yesu anafanyaje? Anakuja. Kumbe Yesu akitaka kuja kuna dalili tutakazoziona, si ndio? Sikiliza, kama taa yangu inawaka vizuri, si ndio? Tuliambiwa taa yetu iwake, si ndio? Na tukaambiwa kwamba jana kwamba Yesu anatuandalia makazi huko wapi? Mbinguni, si ndio? Sasa sikiliza, akimaliza kuandaa makao mbinguni atakuja kutuchukua, si ndio? Na atakapokuja kutuchukua dalili zake zitaonekana. Yaani dalili za kurudi kwa Yesu zinajulikana. Dalili zake zinafanyaje? Zinaonekana. Dalili zinajulikana. Kumbe kuna dalili za kuja kwa nani? Kwa Yesu. Kuna vitu vikifanyika. Vitu kifanyaje? Vikifanyika. Hizi ni ishara au dalili za kuja kwa nani? Kwa Yesu. Fungua Biblia kitabu cha Mathayo 20 na ngapi? 20 ngapi? 24 mstari wa ngapi? Sikiliza. Kuna mti, si ndio? Mti unakuwa, na unapokuwa unatoa nini? Matawi. Matawi, si ndio? Tuchukulie ni mti wa mwembe. Mti wa nini? Wa mwembe, si ndio? Mti wa mwembe unakuwa, ukishakuwa mkubwa, si ndio? Huku unatoa matawi, si ndio? Baadaye kuna vitunda fulani hivi vinaanza kutoka, si ndio? Vitunda vinakuwa maembe, si ndio? Maembe makubwa, si ndio? Yale maembe yanakuwa. Yakishakuwa yanaanza kukomaa. Baadaye rangi inabadilika, inakuwa imeiva, si ndio? Sasa dalili ya embe kuiva ni rangi pale inapobadilika, si ndio? Si ndio watoto wazuri? Sasa kila kitu kinakuwa na dalili. Kinakuwa na nini? Na dalili. Sikiliza, fundi mtambo tuonyeshe hapo. Sikiliza. Dalili mojawapo ya Yesu kurudi ni nini? Matetemeko, si ndio? Ukisoma kile kitabu cha Mathayo 24 na mstari wa 7 inaelezea vizuri kuhusiana na nini? Matetemeko. Kutetemeka kwa ardhi inakuwa inatetemeka tiki, si ndio? Yaani ardhi inafanyaje? Inatikisika. Kama unavyoona pale watu, ardhi inapasuka. Watu ule mtoto anaogopa, amekumbatiwa na mama yake. Matetemeko. Mathayo 24 mstari wa 7 inasema kabisa, inaelezea kabisa maneno matetemeko ni mojawapo ya nini? Ya dalili za kuja kwa nani? Kwa Yesu. Mathayo 20 ngapi? Lakini sikiliza, dalili ya pili ni nini? Dalili ya pili tunaambiwa ni nini? Ni manabii wa nini? Wa uongo, ambao wanatupotosha
wanatuchanganya, hatujui twende na njia ipi, ya Mungu au ya shetani, si ndio? Tunafundishwa siku ya kuabudu ni siku ya Sabato, si ndio? Siku ya saba, lakini wanatuambia hapana, siku ya kuabudu ni siku fulani. Au ni manabii wa nini? Wa uongo, si ndio? Hii pia ni dalili ya ngapi? Nyingine inaonyesha ni kwamba Yesu atafanyaje? Atarudi. Manabii wa uongo. Unaona pale mtu anawachanganya pale, wale waganga wale wanawachanganya wenzao pale, lete kuku wa kijani. Kuku wa kijani. Sikiliza, kamlete samaki mwenye matege. Kisha kuna samaki mwenye matege. Usamaki mwenye matege huyu. Hizo ni dalili. Mathayo 24 mstari wa 11. Manabii wa uongo. Njia zipo mbili pale, njia ya kweli na njia ile ya uongo. Tupite wapi? Wanatuchanganya manabii hawa wa uongo. Lakini dalili nyingine ipi? Dalili nyingine ni kwamba injili itahubiriwa kwa watu wote. Injili, neno la Mungu litahubiriwa kwa watoto wote. Wale wachungaji watazunguka kila kona wakihubiri, akiwaambia kwamba tubuni, tendeni mema, mtukuzeni Mungu. Makanisa mengi yatafunguliwa. Ni dalili za kuja kwa nani? Kwa Yesu. Dalili za kuja kwa nani? Kwa Yesu. Hizi dalili zitaonekana kwa maana ya kwamba alishasema mwenyewe atarudi, na akiwa anarudi tutaona hizi dalili, si ndio? Dalili tunaziona. Manabii wa uongo wanakuambia mafuta ya upako, si ndio? Na wengine watahubiri. Lakini sikiliza, dalili nyingine ni ipi? Tuonyeshe dalili nyingine. Dalili nyingine ni machafuko. Unatokea wakimbizi, hawana amani, wanahangaika, nchi zao zina vita. Kwa mbali unaona wanajeshi wanakuja, unaona watu wanakuja wameshika mabunduki, wanakuwa na hofu. Machafuko, vita, nchi hazina amani. Si mnasikia vita kwa nchi za wenzetu huko? Marekani kamdungunywa, kampiga mwenzake na bomu pu. Nchi za wenzetu huko. Hizi ni dalili za kurudi kwa nani? Kwa Yesu. Dalili za kuja kwa nani? Kwa Yesu. Yaani ni vita mura. So wakulia mnisamee, nimetania. Ni vita, yani ni vita na machafuko. Dalili za kuja kwa nani? Kwa Yesu. Dalili za kuja kwa nani? Akishaandaa makao mazuri ya wewe kwenda kuishi kwa amani, kwa furaha, tukiimba nyimbo za kumtukuza Mungu, atakuja. Na atakapokuja, dalili hizi zinaonekana. Dalili nyingine ni ipi? Tuonyeshe. Sikiliza. Dalili nyingine ni njaa, ukame. Kuna nchi za wenzetu, watoto wenzetu kule ni njaa tu, kule mvua hamna, wapo jangwani. Afya yao sio nzuri kwa sababu ya njaa. Mazao yanakauka kwa sababu ya nini? Ya njaa. Njaa inakuwa kali. Dalili za kuja kwa nani? Kwa Yesu. Dalili za kuja kwa nani? Kwa Yesu. Hizi ni dalili za kuja kwa Yesu. Dalili
za kuja kwa nani? Kwa Yesu. Kinachofuata ni nini? Dalili napaswa kufanya nini? Je, nionapo dalili hizi dalili ambazo tumeziona, ninapaswa kufanya nini mimi kama mtoto? Mimi kama mtoto, mimi kama mzazi, jambo la kwanza ni kufanya nini? Ni kuomba bila kufanyaje? Ni kuomba, ni kumtumaini Yesu, kumwamini Mungu. Tuombe kwa maana kwamba hatujui siku wala nini saa. Omba bila kukoma. Yaani asubuhi ukiamka, mshukuru Mungu, amekulinda, amekuamsha asubuhi. Lakini mwambie Mungu, mchana huu nahitaji ulinzi wako, uombe. Jioni omba, mshukuru Mungu kwa kulinda mchana kutwa mpaka amefika jioni, usiku unaenda kulala, omba Mungu. Unapofanikiwa mshukuru Mungu, omba. Lakini hata unapopitia majaribu, mwambie Mungu, muombe Mungu, atakuonyesha njia ya kutokea. Omba. Unatamani kufanikiwa katika maisha, unatamani kuwa na tabia njema, unatamani kuwasaidia wenzako, unatamani kuwa na kujenga kitu kizuri, muombe Mungu. Na tunapoziona dalili hizi, mtu pekee wa kumtumaini nani? Ni Mungu peke yake. Tuombe bila kukoma. Omba. Baba omba, mama omba, na mimi mtoto pamoja na wewe mtoto tunapaswa kufanyaje? Kuomba. Yaani sali. Jambo la pili, sikiliza, Yesu atarudi. Nikimwamini Mungu, nikimtumaini Mungu, Yesu akirudi nitafurahi. Nitafanyaje? Nitafurahi kwa sababu taa yangu ya tabia njema ilikuwa ikiwaka. Nilikuwa nikiwasaidia wenzangu, nilikuwa na matendo mazuri, nilikuwa situkani, siibi. Yesu atakaporudi nitafurahi, nitamlaki, atanichukua na kunipeleka kule aliponiandalia. Yesu anaporudi, furaha na raha tutapata. Yesu anaporudi, malaika wakipiga tarumbeta, wakifurahi, na mimi nitafurahi. Yesu anaporudi, furaha na raha tutapata. Sikiliza watoto wazuri, tutaimba nyimbo za sifa na nyimbo za shangwe. Semeni amina. Yesu atakaporudi. Sikiliza, nishawaambia kule mbinguni machozi yote atafanyaje? Yatakoma. Vilio vyote vitakwisha. Mbinguni hakuna kulia, hakuna wizi, hakuna nene wizi. Mimi nitafurahi, mimi nitashangilia, nikidumu kumwomba Mungu, nikidumu kumwamini Mungu, nikitii sheria zake, nikifuata alichokisema. Mungu yuko pamoja nasi, anatulinda, anatuombea, anatuwazia mema. Mungu ananipenda na Mungu anakupenda wewe. Yaani Mungu anakupenda wewe na baba yako, Mungu anakupenda wewe na mama yako, yaani Mungu anakupenda wewe na ndugu zenu wote. Mungu anawapenda na anawawazia mema. Hata kama ukiwa unaumwa, Mungu bado anakupenda. Sema amina. Mungu anatamani siku moja atakapokuja akukute ukiwa tayari ukimsubiri yeye. Hata kama mavita yakitokea, wewe utadumu ukimwamini Mungu. Hata kama njaa ikitokea, utabaki tukimtumaini nani? Mungu. Dalili zinaonyesha Yesu atafanyaje? Anarudi.
Tumaini langu ni kumpokea Mungu. Atakaporudi niwe tayari kumlaki, kwa maana dalili zake nimezijua na nimeziona, na nitakapoziona tena na tena na tena nitadumu, kwa kuwa sitaogopa, kwa sababu ninamtumaini nani? Mungu. Wapo tayari kumpokea Yesu ajapo kutuchukua. Wanasema mimi sitaogopa, hata kija dalili mbaya nitabaki kuwa na Mungu. Simama juu. Tumaini langu ni kubaki kwa Mungu. Hata aje magumu kiasi gani, nitabaki na Mungu. Kwa matendo yangu mabaya, pale nilipoiba, pale nilipodanganya, nitakapomuomba Mungu, Mungu atanisamehe. Na atakapokuja atanichukua na mimi. Sikiliza, mwisho wa hili kambi la watoto tutakuwa na ubatizo. Watoto ambao wanaamini ya kwamba Mungu ndiye kimbilio lao. Wanaamini ya kwamba Mungu ndio changamoto, ndio tatizo ya changamoto zote anazopitia. Kuna mtoto anatamani kubatizwa, yuko tayari kumpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake. Kama upo, sogea mbele. Njoo mtoto mzuri. Dalili zinaonyesha Yesu anakuja, na atakapokuja atatuchukua. Karibu sana. Mungu akubariki. Je, kuna mwingine anaamini, anampokea Yesu kwamba ndiyo kimbilio yake? Karibu, njoo. Mungu ni pendo, apenda watoto. Usijali hata umri wako utakapofikia, kwa kuwa ushamwamini Yesu, unao utabatizwa. Ukiwa unaamini ya kwamba mimi kimbilio langu ni Mungu, Mungu atatenda. Hata hawa watoto wadogo, tumaini lao ni kwamba siku moja wabatizwe na wampokee Yesu. Mungu ni pendo, apenda watu. Ni pendo, anipenda. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Mungu ananipenda, Mungu anakupenda. Mungu anakupenda wewe pamoja na watoto wako. Mungu anakupenda wewe pamoja na kazi yako. Anakuombea, anakuwazia mema, na kile ambacho unamwomba kila siku ambayo ni jema, Mungu atakubariki zaidi, atakupatia sawa sawa na mapenzi yake, kwa kuwa unamwamini. Na Mwalimu Zakaria anapokuja kutubariki kwa ombi, tumaini lako ni kudumu kuomba tukimngojea Yesu. Imani yako idumu kusoma neno la Mungu, kuimba nyimbo za sifa, nyimbo za kumtukuza Mungu, kwa sababu Mungu ni pendo. Na tunapoenda kuomba, tumwombea Yesu, uko mbali, uko ni mbali, shuka
uje usikie maombi yetu. Mwalimu, tuna watoto ambao ni wadogo, ambao bado umri wao kubatizwa haujaruhusu, lakini wameonyesha nia ya kubatizwa, wamjue Mungu. Tutawaombea katika kukua kwao, wakijifunze, wakue katika miguu ya Mungu, wakijifunza vyema. Na siku ambayo Mungu ameipanga yeye mwenyewe ya kubatiza kwao, basi sifa na utukufu zikawe kwa Mungu. Lakini kwa wale vijana ambao wamejitoa, wako tayari kwa ajili ya ubatizo, Mungu awapokee, awaandae kwa ajili ya utukufu wake. Lakini pia wazazi, Mungu awabariki, aendelee kuwatakasa katika hekima, mkiwaombea watoto wenu. Na mimi ninabariki mkiwaombea watoto wenu wakue katika hekima na kimo. Mwalimu, karibu. Basi kila mtoto aliyeko hapa na mzazi aliyeko hapa tuweze kuinamisha nyuso zetu na tufumbe macho tupate kuomba. Baba yetu na rafiki yetu mwema, tunakushukuru kwa wakati huu. Tunakushukuru kwa matendo yako makuu uliyotutendea kwa siku ya leo. Tunatambua kwamba umekuwa pamoja na